Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Mei 12, kuitukuza sheria ya Mungu ili mpate kukumbuka na kuyafanya maagizo yangu yote na kuwa watakatifu kwa Mungu wenu. Hesabu 15 mstari wa 40. Tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Asante kwa kutuamsha salama. Asante kwa kutupatia nafasi nyingine ya kujifunza maandiko yako matakatifu. Kuwa pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Maagizo yote yaliyotolewa kwa wana wa Israeli ya zamani kuhusiana na kufundisha amri za Mungu kwa watoto wao ni kwa ajili yetu. Ikiwa tutakuwa wazembe na kupuuza kuhimiza umuhimu wa kutii amri hizi, kama ninavyojua kwamba wengi wamefanya, hebu sote na tunyenyekeze mioyo yetu mbele za Mungu na kuifanya kazi ya toba kwa bidii na kwa ukamilifu. Katika miaka yao ya ujana, wanapaswa kufundishwa kwa fadhili, kwa subira, kwa akili, kwa upendo. Katika huduma zote za kidini, wazazi wakifanya masomo haya kwa sahili na yenye kuvutia ili wawajulishe watoto wao njia ya Bwana. Kushindwa kwa wazazi kufanya kazi hii hapo awali kumeonekana katika vizazi vilivyofuata. Inahitajika jitihada ya kudumu. Inahitajika jitihada ya kudumu yenye ustahimilivu ili kutunza kiwango cha uadilifu kilichotukuka. Lakini hakuna yeyote aliyemzembe katika kanuni anayekubaliwa na Mungu. Uzoefu wetu wa kidini unaharibiwa kwa kuruhusu kanuni zetu kupotoshwa. Sasa, zaidi ya wakati mwingine wowote wa historia ya ulimwengu, tunapaswa kutii mausia haya. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yuaja. Katika zama za kale, maonyo yaliyotolewa mara kwa mara dhidi ya ibada ya sanamu. Katika zama hizi za dunia, hatari hiyo hiyo ipo. Tunapaswa kuwalinda watoto wetu dhidi ya kuwa na ushirika na ulimwengu na dhidi ya kuiga matendo ya wale walio gizani. Kwa kadiri inavyowezekana, hebu na tuwatenge mbali na jamii ya wasioamini. Tunajua kwamba wale ambao hawamtumikii Bwana Yesu wanamtumikia kiongozi mwingine, na kwamba kiongozi huyo atafanya jitihada za makusudi kudhibiti akili za wale wanaojua ukweli. Kazi za udanganyifu za shetani zinaendelea kutekelezwa kila mahali. Wale wanaompenda Mungu kweli kweli wataonesha upendo wao kwake katika kila hali na kwenye mazingira yoyote. Hawatakubali kujihusisha katika maburudisho ya kipumbavu na burudani za walimwengu. Hawatashawishiwa kumsahau Bwana wakati wowote. Wakristo wanaweza na wanapaswa kuhisi uchungu mtakatifu dhidi ya upungufu na upumbavu wa wale wasiompenda Mungu. Jiangalie nafsi yako na usiingie katika majaribu kwa kusema maneno yasiyofaa, yasiyo na thamani na yasiyo na maana. Zungumza maneno yale ambayo yanaonesha kuwa wewe mwana wa Mungu na kwamba moyo wako umejazwa na upendo wake. Bila shaka, tunalazimika kuwa watu wa pekee, watakatifu kwa Bwana, kama wana wa Israeli walivyotakiwa kuwa. Vinginevyo, hatuwezi kumwakilisha kikamilifu mkombozi wetu, mwenye hekima, huruma na aliyotukuka. Utasoma manuscript ukurasa 152 mwaka 1901. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 12, kuitukuza sheria ya Mungu. Tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri. Asante kwa kutufundisha na kuifahamu ile kweli yako.
tusaidie tuweze kuyaishi sawa sana mapenzi yako. Kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu